وقضاء الحوائج نقرأ السورة المباركة الفاتحة تسبقها الصلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آلك المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله ويا قتيل كربلاء ويا مقطوع الرأس من القفا ويا مسلوب العمامة والردى. طبتم والله وطابت الأرض التي فيها دفنتم. يا ليتنا كنا معكم ونسير على هداكم فنفوز فوزا عظيما. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل على سماحة الدكتور السادة العلماء wazee wangu ndugu zangu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يقول الله سبحانه وتعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. صدق الله العلي العظيم. Tukiwa katika majlis ya tatu, na kama ilivyotangazwa, unwani ya maudhui yetu ya leo ni khasaisul harbi naima au mumayizatul harbi naima. Kile Kiswahili tunaziita sifa maizi. Kisha nini tukizungumza Kiarabu inaitwa khasais. Katika ilmu al-kimia, katika somo la miongoni mwa mambo yanayosomeshwa ni khasaisul ashya, ni kukisoma kila kitu sifa zake zinaokimaizi na kitu kingine. Maji yana sifa gani? Chuma kina sifa gani? Na sikueleza sifa kwamba ni kigumu ama ni nini. Sifa ambazo zinakuwa ni uandalizi wa kuweza kuzitumia sifa kama zile. Na ulimwengu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameuumba hivyo. Vitu vote vilioko katika ulimwengu zinaoingia katika maujudat ama makhluqat zilizoumbwa na Mwenyezi Mungu zina jiha mbili, zina sehemu mbili. Kuna sehemu zinafanana, kuna na sehemu zinapishana. Mfano, ukianza chini, ukalitukua jiwe, ukapanda mti, ukapanda yani mmea, na kusudia mti mmea, ukapanda mnyama, ukapanda mwanadamu, kuna alamul jamad wanaita Waarabu, ulimwengu wa vitu visokuwa na roho. Kisha unakuja katika alamun nabat, ulimwengu wa mimea. Kisha unakuja katika alamul hayawan, ulimwengu. Kisha unakuja katika alamul insan. Kitukua hizi stage 4 na kuna nyingine, mimi natosheka hapo, zote kuna sehemu zinashirikiana kwa upande wa kimada.
Jiwe liko na mada, katika lugha ya kielimu inaitwa mwili, lakini si maana ya mwili tunaokusudia sisi. Mmea hivyo, mnyama hivyo hivyo, mwanadamu pia wewe unashirikiana na jiwe katika sehemu fulani, unashirikiana na mnyama katika sehemu fulani, unashirikiana na mmea katika sehemu fulani. Kisha ongezeka sifa maizi, inatoa alamul jamad, ulimwengu ambao hauna roho, ulimwengu wa mawe unatolewa, inakuja kitu kinaitwa an-numu, kuvia, kukua. Ndio utaona mmea unaanza kama unapanda kisha unakuwa mkubwa. Ile harakatun numu haiko kwenye mawe. Sasa inautoa ulimwengu wa jamad kando, unabakisha ulimwengu wa mimea, wanyama wote wanashirikiana kwenye sifa hii mpaka ulimwengu wa binadamu. Unaendelea, baadaye unakuja katika sifa maizi nyingine, unatoa ulimwengu wa mimea, ashuur, hisia ya kutambua, mpaka unafika kwenye sifa ya mwisho maizi, nayo ni ile wenye mantiki wanayoita al-insanu hayawanun natiq. Natiq yani mwenye akili inaoweza kufikiri na kupika na kuzalisha. Hii haiko kwa wanyama, haiko kwa mimea, haiko kwenye alamul jamad. Sasa hizi ndo tunaziita sifa nini? Maizi. Sasa vita katika ulimwengu viko aina nyingi. Kuna vita vya kijeshi ambavyo ndani kunatumika silaha kulingana na maendeleo ya wakati. Nyuma kulikuwa kukitumika mapanga, mafumo, sio? Tukaendelea, tukaingia kwenye bunduki, tukaendelea mabomu, sijui ndege, vifaru, nini. Ni vita. Kuna vita vya kisaikolojia. Ni vita. Viko na silaha zake. Kuna vita viliitwa vita baridi, kama makumbuka wakati wa Soviet Union na magharibi. Ni vita, pia vilikuwa na silaha zake. Na sisi tunazungumzia vita laini, ama wengine wanasema vita tulivu, alharbu naima, yani soft war. Sasa suala ni sifa zipi maizi zinaotofautisha, tunaweza kujua vita hivi ni vita laini ama hizi ni vita vya saikolojia ama nini? Ni sifa gani hizo? Ndio mada yetu ya leo. Maulamai wametaja nyingi sana, na nyingine takriban ni kama zinafanana. Manake katika kupitia kutayarisha hii lecture nimepata takriban sifa maizi 12. Sidhani, lakini kama wakati utaturuhusu hapa tuzizungumze zote 12. Nitajaribu kuzungumza zile nitakazo kubahatikiwa, kama tumepata 5, 6, 7 kulingana na wakati na kulingana na umuhimu. Lakini suala liko hapa kwanza. Kwa hivyo tumeelewa nini maana ya sifa maizi. Tunatafuta sifa zinaotofautisha kitu kimoja na kingine. Na sisi sote hapa tuko na mumayizat shakhsia, tuko na sifa maizi za kibinafsi, ndio zinanifanya mimi niwe Aidarus, wewe mathalan uwe Ahmad, yule awe nani, awe Ali, yule yani, kila mmoja ana sifa zake. Na mara nyingi hizi ndo zinaandikwa kwenye ID card yako, identity card ile. Sijui hapa Tanzania mnatumia, sisi kule tunatumia jina lako, jina la baba yako, jina la mamako, mwaka uliozaliwa, kijiji ulichozaliwa, wilaya. Kuna mambo mingi, na wengine kwenye nchi nyingine kama Lebanon wanatia mpaka madhehebu, dini. Kwa sababu nidhamu inaohukumu Lebanoni ni nidhamu taifi, ni nidhamu ya kimadhehebu. Kuna sehemu hufai kusimamia ubunge, hufai kusimamia udiwani kama wewe si dhehebu fulani. Sasa utathibitisha vipi kwamba wewe ni dhehebu lile? Ni lazima kwenye registration ya serikali iwe imeandikwa pia wewe
ni dini gani, mfano ni Muislamu ama ni Mkristo, haitoshi. Na katika Ukristo ama katika Uislamu ni dhehebu gani, zote zinaingizwa. Hizi tunaziita sifa maizi. Lakini kwa nini tutafute sifa maizi? Upande wa kwanza faida yake sio kubwa sana, ni faida ya kitaaluma, ya kielimu tu. Hii inawafaa zaidi wanafunzi, ni kuweza kutofautisha kwamba hivi vita vinavyopiganwa sasa hivi baina ya dola fulani na fulani, ama hivi vita tunavyopigwa sasa hivi ni vita aina gani, ndio ujue utajikinga namna gani. Utajua vipi ku-identify kwamba hizi ni vita laini, ama hivi ni vita baridi, ama hivi ni vita vya kisaikolojia, ama ni vita vya kijeshi? Kutumia mizani hizi nitakazo kuzizungumza. Hiyo ni faida ya kwanza. Faida ya pili ambayo ina umuhimu sana kimaisha yetu, si kitaaluma, ni utaweza kufahamu pia katika hizi sifa zikitajika ni nini kinachopangwa na ni nini kinachofanyika, na vipi yanafanywa haya mambo, ili usichukuliwe na wewe ukajishtukia kwamba wewe pia wafanya kazi yao bila ya kujua. Kama nilivyowaambia juzi, kuna baadhi wamekodishwa kufanya hizi kazi, baadhi wachache katika wasomi, intellectuals, mashekhe, lakini ni wachache ambao wanafanya ile kazi na wajua kwamba wao wamekodiwa kufanya ile kazi. Lakini kuna asilimia si ndogo wanafanya hii kazi bila ya kujua. Wamepandishwa tu ghera, mtu anaona yeye ana ghera na madhehebu yake, au ana ghera na dini yake, ama ndio kutetea dini yake, ndio kutetea taifa lake, akawa anatumia nguvu katika mapambano, kumbe anafanya kazi ambayo angiwa ameifanya bila ya kujua kwamba yeye, na bila ya kukusudia, wala hana nia mbaya. Hawa wako wengi wanaofanya kazi kama hiyo. Kwa hivyo twende katika sifa ya kwanza, tusipoteze wakati. Nitajaribu kila sifa kuisoma walivyoeleza. Mimi reference zangu nyingi ni za Kiarabu, si za Kiingereza. Kwa hivyo misamiati mingi ninayotumia ni misamiati ya Kiarabu. Nitajaribu kusoma kila sifa wanavyoizungumza Kiarabu, alafu tuifasiri, tuielewe na maanisha nini. Sifa ya kwanza wasema alharbu naima ghair mahsusa bikhilafi alharbi salba. Anamaanisha soft war, vita laini, havipatikani, havionekani, havitambulikani kupitia hisia, kinyume na hard war. Mungu asijalie kutokea vita. Kunapotokea hard war, utasikia sauti ya nini? Ya risasi. Utasikia sauti ya nini? Ya mabomu. Utaona kwenye nini? Televisheni, kama juzi tulivyokuwa tukiona Gaza inapigwa, Lebanoni inapigwa, Tehran inapigwa, Tel Aviv kunapigwa, Haifa kunapigwa. Waona hisia tano, yani ima kuona kwa macho, ama kusikia sauti ya milipuko wakadhalika. Vita hivi huvioni, huwezi kuwasiliana nazo kutaka kuzijua zipo ama hazipo kupitia hisia zako. Kwa nini? Field yake wasema midan, kila vita vina midani yake, kuna field yake. Midani yake si alamul waqi', ni alamud dhihn. Si ulimwengu halisia huu tunauona, miti ile, nyumba ile, wewe huo tunaita alamul waqi', ni ulimwengu wa kifikra. Taniruhusu kidogo niingie kwenye elimu kidogo.
fafanua mambo haya. Wataalamu wasema kuwepo kwako, tunasema fulani yupo, kuna ngazi 4 za kuwepo kwako. Nyinyi mwaiona moja tu. Wewe upo mara 4, mimi nipo mara ngapi? Mara 4. Huu msikiti upo mara ngapi? Mara 4. Kuna kuwepo kwako hivi ulipo wewe, mimi ninavyokuona wewe, mwili wako na nini, na wewe unavyoniona. Hii inaitwa wujudun khariji, wujudun waqi'i. Moto ule pale tunauona upo. Dalili ya kwamba moto upo kharija nini? Ukipeleka mkono unakufanya nini? Unakuchoma. Dalili kwamba maji, barafu ipo pale ni nini? Unasikia baridi. Lakini moto ule ambao upo unaochoma, una sehemu nyingine upo pia. Wapi? Katika ulimwengu wa fikra zetu na akili zetu. Wewe sasa hivi funga macho, fikiria moto, utauona moto uko ndani ya nini? Ya Mungu lako. Wewe sasa hivi kuna mtu unayempenda hayupo hapa Dar es Salaam, unamuwaza, unahudhurisha sura yake, anakuja katika nini? Akili yako. Ile inaitwa wujudun dhihni, wujudun aqli. Kwa hivyo yupo hapa. Lakini tofauti ya kuwepo kwake katika akili yako na kuwepo kwake nje, moto ulioko katika akili hauchomi. Waila akili zetu zote zingechomeka kwa mujarradi kufikiria nini? Moto. Moto unaochoma ni moto ulioko wapi? Nje. Lakini moto ulioko kwenye akili una athari zake tofauti na athari za nje. Na nitawapa mifano. Madaktari wasema mtu dawa kumtibu si kula ile dawa peke yake. Kuna mchango fulani wa mawazo yake anavyoamini kwamba dawa ile inapoza, inajaliza percentage fulani. Sijui tumeelewana vizuri? Ile dawa ipo, hii umepewa, ina wujudun khariji. Umeila, sharti ya kupoza dawa ni ufanye nini? Uile. Umetekeleza dauri la wujudun khariji ya ile dawa. Lakini ikiwa katika akili yako bado hujapata qanaa kwamba hii dawa, huyu daktari ni hodari, huyu daktari ndio best katika nchi hii, ina mchango kuanzia 30% na zaidi. Kwa hivyo fikra iliyoko kwenye akili yako, si dawa, fikra iliyoko kwenye akili yako kwamba dawa ile yapoza, fikra iliyoko kwenye akili yako kwamba daktari huyu ni hodari, ina mchango wa kuathiri matibabu yako. Nafikiri mwanielewa vizuri sana. Ni muhimu sana, msinioni nataka kusomesha klasi hapa. Hii mutakuja kuanalyze software yacheza na hii 30%. Haitezi na 70%. 70% inapigwa na mabomu, ile dawa ya nje. Ndio unapigwa mabomu. Lakini ukipigwa mabomu hushindiki peke yake kwa mabomu, mpaka uongezewe na 30% ya kuamini kwamba anayepiga mabomu amekushinda na humuwezi na uwezi kupambana naye. Nafikiri tuelewana vizuri sana. Na ndio tunakuja sasa kwenye software zinavyofanya kazi. Unatengenezewa rambo, unalelewa kutoka ukiwa mdogo, unatengenezewa rambo, wewe kila kiamka Amerika ndio yuko mbele, Amerika nani anayemweza, Amerika sijui hivi, endelea mpaka mwisho, mpaka unajazwa katika dhihni yako ya kuamini kwamba huyu aweza kunifanya kitu chochote na mimi siwezi kufanya kitu chochote. Kisha wao wanakuja wanamaliza ile sehemu iliyobakia. Sijui mmenielewa sasa hivi. Huno ni
ujudi wa pili. Kuna na watatu na wanne sioni dharura. Kuna ujudu lafdhi wanasema sioni taka. Lakini leo kuna wanazuoni wanasema kuna na ya tano mpya imekuja. Wanaita alwujudul elektroni. Sasa kuna wewe upo kwa numbers. Nafikiri vijana wengi mnapenda kutizama sinema. Zile sinema mkizitizama, msitizame peke yake kwamba ni furaha ama ni nini. Soma behind the nini? The screen. Zamani tulipokuwa wadogo, utaona saa nyingine wameakti sinema, kuna watu wameingia wamefuta data zake zote kwenye nchi. Amefutwa data zake. Na kwa kufutwa data zake akawa yeye hayupo kwenye ile nchi. Na yeye yupo. Sijui mmenielewa? Mpaka kuthibitisha kwa mke wake kwamba huyu ndiye mke wake, huyu ndiyo mwanawe, huyo ndiye, hii ndio kazi yake, hii ndiyo nyumba yake, anashindwa kuthibitisha. Kwa nini? Kwa sababu ujudi rakmi, ujudi yake ya numbers ambao tuko kwenye ulimwengu huo leo, kila kitu unapekwa kwenye nini? Electronic. Sasa pia huhitaji tena banki yako wewe, akaunti yako sasa hivi si pesa tena kharijan umezishika mabunda hivi, ni numbers ziko kwenye simu yako tu peke yake. Ama sivyo jamani? Ukiiliza watu balance itatoka namba, hazikuletei pesa. Itatoka numbers, you have 10 million balance katika account yako. Wewe ulionayo ni nini pale? Ni numbers. Namba ina reflect nini? Pesa zako. Kwa hivyo imekuwa pesa, mbali na kuwa zile noti ulizonazo, kuna ujudun rakmi. Sawa mpaka hapa jamani? Na hii nayo effect yake kesho Mungu atatusalimu salama. Watakapokuwa wao watu wanazungumza AI leo, sio? Na wanavotupeleka kesho, sanction itakuwa si peke yake ni nchi. Unapigwa sanction wewe, simu yako unatamani kununua kitu katika duka, haiwezi kutoa kwa sababu wewe umemiliki numbers, hujamiliki nini? Material ya kitu. Na numbers ni kuifuta tu kwa wale ambao wanamiliki data ya ulimwengu, sio? Turudi kwenye mada. Kwa hivyo tunapozungumza vita laini, moja katika sifa yake maizi ni vita vinapiganwa kwenye ulimwengu wa fikra, si kwenye ulimwengu halisia. Kwa hivyo huwezi kuziona kupitia hisia. Huwezi kusikia sauti ya bunduki, huwezi kusikia sauti ya nini? Ya bomu. Suala, kwani kinachoniathiri mimi, lengo la vita ni kukuathiri, kinachoniathiri mimi ni kitu chenyewe kilivyo ama ni mawazo ya kile kitu? Wewe utakimbia simba aliyoko kwenye akili yako ama simba uliomuona barabarani? Simba yupi utamkimbia? Aliyoko barabarani, tunaamini hivyo sisi. Wewe utaondosha mkono wako kukimbia moto usikuchome, moto upi? Ule moto uliowashwa nje ama mawazo yako ya moto yaliyoko akilini? Si kweli. Mawazo yetu yana athari kubwa katika maisha yetu. Na nafikiri leo majua katika ulimwengu wa pressure tulionao, magonjwa ya depression na aina zake zote leo ndio yanaopanda kwa hali ya juu sana. Na ukenda ukimuuliza daktari yoyote ambaye ni muhusika na magonjwa haya, magonjwa ya kinafsi, hana kitu chochote aweza kukithibitisha kwa yule mgonjwa kupitia wujud khariji. Yata kuila anakuambia mimi mkono waniuma siwezi kuuinua, na utafanywa x-ray kila kitu, hana shida yoyote, mkono mzima. Yeye atakuja ameinama hivi, atembea hivi, anakuambia mimi siwezi kusimama mwili. Unamtia kwenye vipimo vote va kidaktari, hupati kitu.
kwa sababu ugonjwa hauko kwenye mwili wake, ugonjwa uko kwenye mawazo yake. Na ndiyo matibabu yake hapewi dawa. Hata dawa anazopewa mtu wa depression, dawa za kutibu depression ni dawa, kwa sababu mara nyingi huwa halali, hapumziki, inamfanya relax. Lakini ugonjwa ule unatolewa kwa communication baina ya daktari na mgonjwa, kuzungumza mpaka amjue ni mahala gani kuna virus kwenye akili yake, itolewe virus ile. Na kuna usemi, ingawa si mambo tunayashangilia, kuna usemi wa wachawi. Sio mwaita wachawi nini? Sisi kule huita waganga. Mchawi ukienda kwake akufanyia uchawi, kitu cha kwanza anakuambia, unaamini? Kama huamini haiwi. Sio anakuambia? Anakuambia kama wewe huamini, uchawi hauwezi kufanya kazi. Kwa maana uchawi una play katika hii sekta hii ya ulimwengu wa nini? Wa kimawazo. Kwa hivyo wewe, ikiwa ulimwengu wako wa kimawazo wakubali kuingizwa fikra za uchawi, itafaulu. Kama umeblock kote, atafanya mambo yake kutoka usiku mpaka asubuhi ya kuikitu. Nafikiri mmenielewa vizuri sana. Na nifunge hii sifa wakati usi nini. Kwa hivyo katika sifa maizi ya kwanza ya vita laini ni vita ambavyo hazipatikani kwa hisia, hazitembei katika vyombo ambavyo mnaviona. Mnajishtukia tu mshavamiwa. Kwa hivyo kuna vipimo vyake tofauti, ni lazima tufanye nini? Tutumie. Sifa ya pili, wanasema alharbu naima amaliyatun tadrijiyatun wa hadia. Vita laini ni process ya pole na ya utulivu, haina kelele. Kinyume na hadwo. Hadwo siku 5, siku 10 unataka umalize hisabu. Na that's why nchi nyingi haziwezi kupigana kwa muda mrefu, kwa sababu vifo vya watu, kuvunjwa majumba, kukatika umeme ni vitu watu hawawezi kuvumilia kwa muda mrefu. Utakuta vita vingi vinapigana kwa muda mfupi. Na nikisema muda mfupi simaanishi usije kuniambia mbona kuna vita vilipigana miaka 2. Miaka 2 bado muda mfupi. Miaka 3 ni muda mfupi. Software yaweza kufanya kazi kwa miaka 50 ndio itoe matunda. Inaweza kufanya kazi miaka 30 ndio ianze kutoa matunda. Inaweza kufanya kazi ikalenga generation inaokuja, sio generation hii. Hawana haraka. Pole pole. Kwa nini? Hapa ndipo muhimu. Kwa sababu unaweza mtu kumfunga mwili, unaweza mtu kumtia kamba, unaweza mtu kumuingiza jela, lakini masala ya kubadilisha mawazo ya mtu, mawazo ya jamii, si mtu mmoja, jamii, mawazo ya taifa zima, si masala ya miaka 2 wala miaka 3 wala miaka 10. Ni kazi ambayo inaweza kufanyika pengine hata kwa vizazi 2 au 3. Na ndio Nabii Allah Nuh alayhi wa ala nabiyina alihi salatu wassalam, kwa jukumu lake kama jukumu la mitume wengine ni kubadilisha mawazo ya watu, fikra za watu, itikadi za watu. Alionelea upo uwezekano hata niende na vizazi 10. Hakuchoka. Yule falabitha fi qaumihim, yasemaje ile aya? 1000 sana illa 50 ama. Miaka 950 si umri wa Nabii Nuh, si umri wake, ni kipindi alichofanya dawa mpaka kugharikishwa, ni miaka 950. Siwezi kujua watu wakati ule walikuwa kila generation inaishi miaka mingapi, lakini
Unaweza wewe mwenyewe kufikiria, hata kama utawapatia miaka 200 kila generation. Kwa hivyo ametembea na vizazi vingapi? 5 ama 6. Kila ikiondoka kizazi asema wacha nijaribu na hawa wengine. Ndio mwenyewe mwisho akatoa hukumu akanena, innaka intadharhum yudhillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara. Na wanachokizaa pia ni matatizo. Kwa sababu gani? Experience. Amejaribu vizazi 5 6 namna hiyo. Kwa hivyo wanaokuja na vita hivi hawaji kukulenga leo peke yako, waja na mikakati ya long nini 3. Katika sifa maizi ya vita la hii, alharbu naima harbun shamila wa wasi, ni vita vya kuenea na vipana. Kwa sababu ukija kwenye ulimwengu wa material, shida kubwa ulimwengu wetu ni hii mada tuhukumu. Mada inakufanya wewe uwepo hapa usiwepo nyumbani. Huu mwili wako ndio umesababisha wewe uko hapa usiweko wapi? Nyumbani. Na lau roho yako ingekuwa haina mwili, ingekuwa malaika upo kila mahali. Kwa wale walizia Mungu yuko wapi? Kwa sababu Mungu hahukumiwi na hukumu za kimada. Mada ndio inakufanya wewe ukirusha jiwe umelekea litapiga kule, halipigi huku wala nyuma. Kwa sababu ulichokirusha ni nini? Ni mada, na unapolenga ni nini? Ni mada. Na ilipokuwa vita vya kijeshi ama hard war vinategemea nini? Mada, vinabaki kuwa vahusika na sehemu maalumu na watu maalumu. Japokuwa athari zake zinaweza kuwapata watu wengine, lakini maafa yake ya moja kwa moja yanahusika na pale mahala. Bomu leo linaupigwa Gaza linamlenga yule aliyoko pale Gaza peke yake. Kinyume na software, kwa sababu software ilipokuwa haitumii mada, yatumia fikra. Fikra hazifungwi kwenye eneo fulani, kwa hivyo za athiri sio tu mlengwa. Hawa mambo mingi wanayoyafanya wanalenga Middle East, sisi huku hatuhesabiwi hivyo sana, lakini kwa sababu ni fikra zikianza kule zinasambaa kila mahali. Nitawapa tu mfano leo. Jamhuria ya Islamia ya Irani ikakaa na Saudia, Almamlaka Alarabia Saudia, wakaelewana, wakaamua kusimamisha mizozo ya kimadhehebu. Basi na walioko huku watakule. Nipata vizuri sana, kwa sababu mara nyingi yanaendelea hapa ni yana reflect kule kulipoanza mapambano baada ya kupinduliwa serikali ya Shah na kuja Imam Khomeini. Wakaona sasa ni lazima tushambulie Ushia, ndio kukaandikwa kitabu mathalan Waada Daurul Majusi, sio? Kukaandikwa sijui Al-Khututul Aridha, kukaandikwa vita vile, vikaja vikafasiriwa paka Uswahilini, ambao moja ndio zile Sheikh Abdullah akizijibu Shia na Qur'ani, Shia na hadithi. Alikuwa akijibu Khututul Aridha ilofasiriwa Kiswahili, athari zile zikaja Uswahilini. Kwa hivyo software, vita laini havilengi mahala maalumu, vikilipuka vinatanganya watu wote. Na hususa chombo muhimu kinachotumika leo ni technology na social media. Leo waweza kuwa uko Tanzania, Dar es Salaam, ukapigiwa simu ama ukatumiwa ujumbe kutoka Canada kwamba kuna jirani yako mgonjwa, na wewe hujui. Ama haijatokea hiyo katika maisha yako?
Wewe una jirani yako ni mita 10, lakini unapewa habari kinachoendelea katika nyumba ya jirani yako na mtu aliyoko Canada. Mtu aliyoko Canada amekuwa karibu zaidi na wewe ndani ya nyumba yako kuliko nani? Jirani yako. Hii ndio social media. Sasa wewe umeona tu habari za kifo, habari za ugonjwa, ziangalie habari za fitna sasa pia zinavyoweza kukuathiri wewe ulioko Dar es Salaam hata kabla hazijamuathiri aliyoko Saudia. Ibn Rushd, nafikiri mumemsoma huyo, katika wana filosofi wakubwa wa Kiislamu. Alikuweko Andalus, Spain. Shida kubwa katika ulimwengu, ingawa leo tuajivunia haya hadhi, sijui tutayatatua lini. Hawa leo tunaowaita mabingwa wa Kiislamu kama Ibn Sina, Farabi, Ibn Rushdi, sijui nani, wakati wao walikuwa hawatambuliki. Wakati wao walihukumiwa ni makafiri, kwa sababu ile knowledge waliokuwa nayo na maono walikuwa nayo kwa juu ya uwezo wa wale waliokuwa nao. Badali ya kukaa wasome kwao, wakaona njia fupi hawa ni kusema ni nani? Ni makafiri. Hii ni katika maradhi makubwa ya Kiislamu. Kisha baada ya miaka tunakuja tunajivunia nao, baada ya ashaondoka duniani. Sasa kulitoka maamuzi kwamba Ibn Rushdi ametoka kwenye dini. Baadhi ya mashehe wakaathiri msimamo wa serikali na utawala kwamba huyu jamaa akapotea. Kukakusanywa vitabu vyake vyote vipigwe moto. Wakati zilipokuwa zapigwa moto, kuna mwanafunzi wake akawa yualia sana. Yualia kwa dhati, kwa sababu aiona elimu inavyopotea kwa fatwa za watu wa kusema huyu ni kafiri, sijui huyu ni nani. Ibn Rushdi akamzungukia, maneno maarufu haya hata ukiandika kwenye Google utayapata. Akamzungukia mwanafunzi wake, akamwambia, ni kipi kinachokuliza? Ikiwa waulilia umma, sikiliza maneno mazito sana, ikiwa waulilia umma wa Kiislamu basi utalia sana. Utalia sana, naendelea kulia. Lakini kama walilia fikra ziliopo hapo kwenye zitabu, usijali. Akasema maneno haya yanasoma kwa Kiarabu, inna lil afkari ajnihatan. Hizi fikra zina mbawa, zikikosa wenye kuzitumia zinaruka, zinakwenda kwa wenye kuzitumia. Maneno mazito sana ya Ibn Rushd. Inna lil afkari ajnihatan, hakika hizi fikra ziko na nini? Na mbawa. Mkiwa hamtazitumia nyinyi, zitaruka fikra, zitaenda kutumiwa. Na ndipo kwani mwamko wa umagharibi mpaka walipofika ni fikra za kina nani? Ni fikra za Ibn Sina, ni fikra za Khawarizmi, ni fikra za Farabi, ni fikra za Ibn Rushdi, ni fikra za Imam Ghazali, sio? Wamefika pale leo, wametuthibitishia sisi bado tuko pale pale. Ni kama sidori, anainena ni dori mkafiri. Mashallah, sisi uwezo mkubwa tulionao ambao tunataka tupoe ile bara'atul ikhtira, sijui Kiingereza uitwaje ile umiliki wa product. Unapewa ile, hakuna mtu anafaa kufanya hii isipokuwa wewe. Bwana Itnam trademark, sio? Bara'atul ikhtira tunataka tupewe sisi katika masala ya kukufurisha. Yetu kidogo tuwe kafiri. Kama tu leo watu wako kwenye ulimwengu wa juu, wazisoma nyota kwa zungumzwa na ulimwengu uko ni dori, watu wamekaa ujadili, haiwezekani. Na wewe ukinena ulimwengu ni dori, wewe umetoka kwenye dini. Bas bara'atul tatawuri kubwa tulionayo hili mpaka leo 1400 hatupigi hatua, tuko hapo hapo. Ni nini nimeleta mfano wa Ibn Rushdi? Nataka kuja pale pale. Vita laini vikiwa ni vita vya kifikra, fikra ziko na mbawa.
zinaruka na kufika kila mahali. Umenielewa mpaka sasa? Kwa hivyo usione yanayoendelea Irani, usione yanayoendelea Falastini, usione yanayoendelea Iraki, yanayoendelea Syria, yanayoendelea Yaman, ikiwa pale ndani kuna pangwa vita laini, ukajiona kwamba wewe hupo pale. Waweza kuwa upo lakini hujajielewa. Sifa ya 4, nafikiri tumezishika vizuri ya? Wanasema alharbu naima harbun thaqafiyatun. Vita laini ni vita vinalenga zaidi sehemu ya kiustaarabu na utamaduni. Hailengi majumba yenu, wala hailengi miji yenu, wala resources zenu. Matokeo yake mtazipeleka wenyewe resources. Kuna tofauti aje mkoloni akuvamie kimabavu achukue resources zako, na kuna tofauti akutengeneze wewe mwenyewe upige foleni mlangoni kwake kuzipeleka resources zako. Na nafikiri mwaona tunalipa kodi kulindwa. Mnanielewa mimi nagonga wapi? Tunalipa nini? Jizya ya kulindwa. Na watawala wetu wabeba mabilioni bali trillions za dollars kwenda kuwalipa mabopari, kwa sababu wao hawawezi kubaki katika mamlaka mpaka walindwe. Ulitengezwaje umma ule? Kwa sababu uligongwa kwenye utamaduni na kwenye ustaarabu wake. Na mimi nitashuka mfano ya chini sana ili nyinyi muzione pia vitu kama hivi. Yale mambo ninayosema leo, sisi tuna utamaduni wetu. Kila mmoja, miongoni mwa utamaduni wako ni lugha yako. Mtu anayekupokonya lugha yako amekupokonya utu wako. Hili ni kitu muhimu sana. Lakini tizameni leo tulivyopokonywa lugha zetu. Tizameni leo tulivyotengenezwa kujidharau wenyewe lugha zetu. Tizameni leo tulivyotengenezwa kwamba wewe ili uwe ni mwanadamu wa kuheshimika na kutambulika ni mpaka uache kuzungumza lugha yako, uzungumze lugha ya mkoloni wako. Hii ni kazi ilifanywa kwa siku moja? Haikufanywa kwa siku moja. Ilifanywa kwa miaka, na kuna tools zilizotumika ndani kugonga utamaduni wako. Hiyo ni nguzo moja ya utamaduni. Identity yako ya kwanza, utambulisho wako ni lugha yako. Pili ni historia yako. Wewe una historia. Ukiwa Mwafrika una historia. Ukiwa Mtanzania una historia yako. Ukiwa Mkenya una historia yako. Ukiwa kabila fulani, mkoa fulani, una historia yako. Iko wapi historia yako? Kwa nini wasomeshwa historia za watu ambao huhusiani nao? Kina Vasco da Gama. Watu wamekuja kukukoloni, watu wamekuja kukuua, wewe umewekwa shuleni, wasomeshwa ndio watu kielelezo chako. Wako wapi mabingwa wenu? Wako wapi washairi wenu wa zamani? Wewe lazima umjue Shakespeare ndio utajulikana ni msomi. Lakini kuna mzee pale mtaani anajulikana alikuwa akitunga mashairi bila ya kalamu na karatasi, na yataka timu ya wanafunzi wakusanywe waandike mashairi kama yale. Lakini alikuwa amekaa kwenye kijumba cha udongo, amevaa malapa yake na kikoi,
hawezi kutambulika, hawezi kutambulika. Utamaduni wako, katika kukumaliza utamaduni wako ni kukubadilishia mtindo wako wa maisha, unaita lifestyle. Si tumeelewana vizuri sana? Kitu kile kile, juzi ni kwa Kolamu nawaambia, sisi tukiinukia wadogo, daktari yuko pale adini, katika kila nyumba namna itakavyokuwa, lazima kuna kidishi kidogo kimetiwa udongo, kuna mimea fulani haiwezi kukosekana ndani ya nyumba. Majina nikitaja pengine tutashindwa kuelewana na nyinyi, lakini moja ni naana. Mwaijua naana? Siku hizi mwaitaje ukienda kuagizia juice hoteli? Meat, paka useme meat. Ilipokuwa ikisemwa naana ilikuwa haina maana. Kuna tapakizi, majani ambayo ukiumwa na gego unachukua unavata, unaingiza tu, unauma hivi, baada ya muda inatulia. Ukiwa sijui na hijabu ile kufura nini, kuna koko mkomafi, kuna mvumbani. Hii ni mimea tukiiona nyumbani, kisha tukaletwa tukaambiwa haina maana hiyo, mpaka muje kwenye Panadol na kwenye nini, kisha baadaye wameturegesha kule kule, lakini wametuletea majina yao. Sasa kwa meat juice, wewe ndio umeendelea huko hoteli, iko nyumbani hiyo shekhe. Sijui pineapple meat, sijui tamarind nini meat. Yani hata kitu chako ili ukithamini mpaka ukibadilishe lugha ukiite kwa jina, ndio kitakuwa na value. Utauziwa kwa shilingi 200-300, ambao sisi naana ilikuwa haiuzwi, na nyumbani ikimalizika unapiga kelele tu jirani, muna naye unakatiwa na. Umeona jamani? Mpaka zile bidhaa zenu za kitamaduni tunawapokonya, tunatengeneza, tunarudi tunawafanya soko, wakati nyinyi hamulimi tena. Sasa siku hizi wewe kuendelea ni mpaka kwambia nimekula baga, sio? Baga ni nini? Ni mkate wa boflo yani, na nyama na viazi. Sio jamani? Si ni hiyo? Lakini mpaka uite nini? Baga. Na teremka kwenye mifano, na si kwenye tu vyakula. Hivi ndio tumeletwa mpaka kwenye misamiati ya kielimu. Kwenye leo ukija mahala, mimi mara nyingi napata malalamisho na baadhi ya watu, na sitaki kuwalaumu, wana haki kunilaumu na kucomment. Nasikiliza kwa ustadhi, punguza kuzungumza maneno ya Kiarabu. Nitumie maneno gani? Unajua ukitumia Kiingereza ndio tunaelewa vizuri zaidi. Sio? Na toba nikitumia na Kiingereza, sasa kuna na watu wa upande huu mwingine ambao hawataki tutukuliwe na utamaduni, pia napata shida. Mara upigiwa simu, bwana ustadhi, siku hizi mbona umekuwa watumia kizungu sana? Sasa nawaambia sijui mfanye nini mimi sasa, sio? Ala kulli hal, mumenielewa sasa? Kwa hivyo historia yako, lugha yako, mtindo wako wa maisha, wa kula, wa kuvaa, wa kubehave, paka relation yako na meo, mpaka ionekane iko lovely na mzuri, mpaka itengenezwe kimitindo ya kimagharibi. Jamaa mmoja ulizwa, babako alikuwa mpenda mamako? Asema ndio. Amwambia, umemsikia mara ngapi akimwambia I love you na I miss you? Asema sikumsikia hata mara moja. Hata mara moja sikumuona akimwambia I love you wala I miss you, wala akimwambia sweetheart wala baby wala nini. Sasa mwambia, umejuaje ampenda? Asema nimejua kwamba ampenda wakati nilipomuona kila kitu kizuri wakati wa kula akimwekea yeye. Nilijua mamangu ampenda babangu wakati nilipokimuona baba akila akisimama akimnawisha mkono na kumshikia teuli ya kufuta mkono. Hizi ndio tamaduni zetu za mapenzi, si sweetheart ya urongo kwenye mitandao ya kijamii. Watu wanaitana sweetheart, wakiondoka kwenye mitandao ya kijamii kuna ruka ngumi, kuna tukanana. Unamsikia mwanamke ameitwa na mumewe, anavomjibu
mpaka wewe mwenyewe wasikia nyele za mwili zinasimama, kisha yule anakuja anasema my sweetheart. Lifestyle. Mnanicheka. Na ndio utakuta majumbani kwetu kesi ni nyingi, mashehe saa zote wanaitwa kwenye nyumba, vijana wameoana juzi wanagombana, unakwenda kutafuta sababu za kupiza. Alikuwa nipeleke au hakunipeleka, talaka. Nani alikwambia katika arkanu zawaji nikupelekana out? Sijui mmenielewa jamani. Ilikuwa birthday yangu, hajui kamwe kwamba ni nini ni birthday, hata hakuni wish birthday. Nani alikwambia kuwish birthday na nini ni katika nguzo za ndoa ama ndio mapenzi? Tumetengenezewa na zote wametutengenezea kutubadilisha soko. Wewe umekuwa birthday ni muhimu kwako kwa sababu utakwenda kwao kununua, uishafanywa soko. Lakini huyo ambaye yeye anangoja birthday ya mkewe ama ya mumewe, imeingia siku ya Eidul Ghadir, imeingia siku ya Eidul Adha, hajaenda nyumbani akampelekea mkewe zawadi kwamba hii leo min amiril mu'minin Ali bin Abi Talib. Wewe unafikiri na baraka gani ukiingiza jina la watu watifu katika ndoa yako? Lakini ala kuli hali, hiyo ni sifa ya 4, nafikiri mumeielewa. Kwa hivyo vita laini vinalenga zaidi upande wa nini? Wa kiutamaduni. Havilengi kuvunda miji yenu wala kuvunda barabara zenu wala bridge. Inalenga kuvunja historia yenu, lugha yenu, value zenu za kimaisha, mitindo ya kimaisha yenu na kila linalofuatia mambo kama hayo. 5 katika sifa maizi inaotafatisha vita hivi na vingine, wasema alharbu naima sirriyatun wa khafiyya. Sirriyatun wa khafiyya ni vita vya chini kwa chini, uvio. Na hii haina tofauti na hizi sifa nyingine, wanafanya kwa siri. Anakuja mtu amesilimu, inakuja NGO kuwasaidia maskini katika mji. Bango lilowekwa ni nini? Kupambana na umaskini. Bango lilowekwa ni nini? Sijui kudevelop skills za watoto wetu. Bango, zile NGOs nyingi ambazo zinakuwa sponsored kutoka kule juu zina hidden, ndio hiyo khafia, zina hidden agenda. But hawaji haraka, pole pole wanapenyeza tu kidogo kidogo, wanakutengeneza na wanaletwa watu professional. Na jana niliwaambia kwamba chama cha Democratic ndio chama zaidi kinachoamini soft war kuliko chama cha nini? Cha Republican. Sawa? Hana makumbusha mambo yaliyotokea mwaka huu kama mtayataamali. Trump alipoingia kwenye serikali ili kuwamaliza Democratic, alifanya mambo gani ya kwanza? Kama mwakumbuka, USAID. Nafikiri mlipofuatilia nyinyi mwanishinda mimi mambo haya, muliona ni budget ya how many billions inayotumiwa, na muliona kwamba USAID peke yake haiko kwenye kusaidia watu. Kuna vyombo vya habari kadhaa, watu wafanyikazi wanalipwa na USAID. Latin America kuna mashirika kadhaa ya habari ya TV ya mfungwa, mezimwa kama kuzima switch ya taa, kwa sababu hawapati tena pesa kulipa wafanyikazi. Sasa wewe hebu niambie, NGO na masala ya vyombo vya habari katika nchi kuna mahusiano gani? Yaman mwaka jana wameshika majasusi kadhaa, asilimia kubwa ni wafanyikazi wa nini? Kama mwafuatilia habari, mwaziweka hivi vitu, mwaziandika kisha mwaja kuziunganisha. Mwaka jana Yaman imeshika majasusi kwa mamia, high rank watu. Amekuja sijui yeye ni dokta kadhaa, amekuja hapa kuangalia sijui mambo ya kudevelop masala ya wanawake, gender balance, sijui nini. Na tutakuja kuzungumza vyombo vinavyotumika katika kupitisha software. Kwa hivyo sifa hizi nyingine ya alharbu naima wanasema ni harbun
sirriyatun wa khafiyya. Sisi kwetu Lamu tuna mifano kadhaa, wamekuja watu wamesilimu, wanawake na wanaume. Wengine wanawake wamesilimu, wamevaa mahijabu, wamekuwa kila harusi yupo, kila matanga yupo, maulidi utafikiri yeye ndo asoma mlango wa kwanza, sawa, kila mahala yuko mbele. Baada ya muda inakuja kushtukiwa, ameandika kitabu, amefanya nini, kumbe alikuwa ni FBI, kumbe sijui alikuwa ni nani. Na hatusomi kwenye mambo haya. Sifa nyingine, wanasema alharbu naima qalilatu takalif. Expensive zake ni kidogo. Nimeona leo bomu moja likirushwa sijui ni milioni ngapi dola. Sasa hivi tuwe nenda ukasome vita vya siku 12, silaha zilizotumika hususan upande wa magharibi, uone budget ni how many billions za dollars. Ambao wao haya mataifa yetu wameona mahali wakileta milioni moja tu ya dola, kwa sababu wameitengeneza dola yao iwe ndio yenye thamani, inaweza kupeleka watu mbio Dar es Salaam mzima hii. Ukaona jamaa vijana wote watukuzie mafaili hapa. Kila mtu anakwenda kusajili NGO. Ni nini? Kuna funds zimekuja. Kama ukiuliza ni dola milioni moja tu. Imechafua nchi. Na ndio moja chombo kinachotumika leo kutengeneza majasusi. Wanakupiga sanction, wanakuweka maskini shabi yako, unashindwa kuwahudumikia mahitaji ya msingi, alafu wao wanazunguka mlango wa nyuma, wanakuja kuwanunua kwa dola 200 na dola 300. Ndivyo walivyoifanya Syria. Watu wa jeshi la Syria, anafika wakati mtu miezi 6 hajapata mshahara. Wewe fikiria mtu huyo ako na family, ako na watoto, kisha huku kwa NGOs anapewa dola milioni 2, dola milioni 3. Unaona ni pesa kidogo, lakini mchukulie mtu kama huyu ana familia na nini, hana mshahara miezi 6, nchi iko kwenye hali taabani, dawa kupata ni shida, elimu ni shida, na same scenario ndio wanaotaka kwenda na Iran. Huku wanaipiga sanction, maisha yanakuwa magumu. Maisha yakiwa na magumu, umetengeneza ground ya kupata vibaraka. Kwa sababu si kila mtu anaweza kuvumilia umaskini jamani. Si kila mtu. Kwa hivyo utapata katika watu 1000 utapata mtu mmoja, inatosha. Katika watu milioni utapata watu 100, inatosha. Pili, unatengeneza mahusiano ya tension baina ya serikali na raia, kwa sababu raia hawajui kwamba hizi ni sanction ni nini. Wanajua hospitali hakuna dawa, maji hayatoki, umeme unazimika, muhusika ni nani? Aliyoko serikalini. Unaweka tayari mpasuko kati ya mtawala na nani? Na watawala. Kwa hivyo inakuwa ni rahisi kutengeneza maandamano ama mapinduzi wakati kuko katika hali kama hii baina ya mtawala na watawala. Watu wamechoka. Moja katika silaha ya sanction hizi, vikwazo, ni cover, lakini chini yake kunapitishwa nini? Software. Ile inatengeneza environment ya kuja sasa kuingia watu. Kuna ikuja watu wa NGOs, wamekuja kusaidia mayatima, wamekuja kusaidia watu maskini, misaada inaingia. Hapo ndipo kunapotengenezwa, na ndio mkifuatilia mtaona Syria, Yemen, Libya, zote wametumia same system. Ndio anatuambia alharbu naima qalilatu takalif. Gharama zake ni nini? Ni chache sana, matokeo yake ni makubwa sana. Vita vya jeshi gharama zake ni kubwa sana, matokeo yake ni kidogo sana. Nikimaliza hapa, wakati umekwisha, nimalize tu na sifa 2 za mwisho.
haraka wanasema alharbu naima ni harbun hadifa wa munadhama. Ni vita sio zinajipeleka tu, kama vile vita vya kijeshi vinaekewa strategy, kunaekewa steps za kuanza, utapiga wapi. Kama juzi walivyokuwa wamejiandaa kuiangusha Irani, ilikuwa plani imechorwa kamili, akaekewa Muamerika ndio akatoa go ahead. Kwa ila hangepeana go ahead kama angejua matokeo ni haya. Na pengine wengi hamujui ni nini kilichofanyika mwanzo. Kuna kudra ya Mungu kubwa ilipita, lakini target ilikuwa first, ile beat ya kwanza kulikuwa karibu personality 400 ziende, akiwemo Ayatullah Khamenei. Ile mpigo wa kwanza, siku ile ya kwanza, ilikuwa system collapse, na walipiga sehemu 4 ambazo zote zatarajiwa Ayatullah Khamenei yuko, kwa kudra ya Mungu hakuweko. Ndio mataka muelewe leo, wakati anapotoka Mwirani kusema tumetoka na ushindi, muelewe kilichopangwa kilikuwa ni nini. Kiwa walipata wanajeshi wakubwa 5, wakubwa 6, wataalamu wakiukulia 6, ni namba ndogo sana katika plani ilivyokuwa. Na wengi wamepigwa ndani ya Irani, au kupigwa na ndege za Israeli. Na mumeona nyinyi baada ya vita, mahandaki, drone, factory za kijeshi ziko ndani, wametengeneza maelfu ya watu ndani. Paka viwanda va drone na nini, kila asubuhi kwa shikwa store chini ya ardhi, drone 200, drone 300. Kwa hivyo haikuwa ni masala ya kiwazimu kwamba Netanyahu aliamka asubuhi akaamua kupiga Iran. Ilikuwa well planned. Lakini innahum yakiduna wa akidu, si uhodari. Kuna na inaya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuna na inaya ya sahibu zaman. Vita laini mwisho ni harbun fitnawiya, ni vita vinatumia sana silaha ya kufitini na kugonganisha na kugawanya ili waweze kupenyeza. Wakati umenimalizikia, nitasimama hapa, lakini natumai kupitia hizi sifa 7, 8, sijui nimetaja ngapi, tumepata taswira ambayo inaweza kutuweka katika hali ya kuweza kujua tofauti tukisema vita laini na tukisema vita vya kijeshi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatupa ufahamu wa kuelewa, na atatuweka katika wale alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi at-tahirin.